tuliwaze wazo letu la siku kutoka kwake Guru Ustadh Wala bin Wala. Wazo la siku limeletwa kwako kwa hisani ya Pembe Flour Mills. Pembe Flour Mills, kampuni iliyohodari kwa usagaji wa ngano, mahindi na lishe kwa mifugo. Ndio maana yake hiyo msikilizaji, hii ikiwa ni 40 dakika zimeshakatika, na katika wazo la siku leo hii tunawaza msikilizaji, hakuna shetani asiyejua ushetani wake. Kila asiyejua ushetani wake, kila shetani ni shetani tu. Umeshawahi kuona shetani na hajui ushetani wake? Hakuna. Nakubaliana kwamba hakuna. Mtu anajua kila kitu anafanya kwenye giza. Anakijua vizuri sana. Anakijua, ndio maana utamsikia mtu akikwambia mimi nikikasirika mimi hukuwa ABCD. Si kwamba hajui ushetani wake, anaujua. Anaujua lakini anauficha sana. Si kwamba mtu ajui ukali wake, anauficha tu ule makucha wake. Kwa hivyo akiuficha haimaanishi kwamba haujui, anaujua. Na mara nyingine anatulia kwa sababu anajua mimi nikikasirika hapa kuna kitu hakita kwenda sawa. Nadhani najieleza moja kwa moja kwamba hakuna shetani asiyejua ushetani wake. So dakta, na umefafanua kwa njia murwa na njia ambayo ni ya kueleweka zaidi. Unajua hata unaona Iblis yeye ana kizazi chake, ana watoto. Ndio. Na wale watoto wake, kila mtoto ana kazi yake. Yani kila shetani ana shughuli yake, ana pilika. Kuna mwingine mahsusan yeye jukumu lake ni kuvunja ndoa tu. Mwingine ni fitna tu, yani baina ndugu. Ndiyo. Kuna mwingine yeye ni kwenda kuleta bughdha katika jamii. So jamii, mji mzima, majirani hawaelewani, hawapatani, hawasikizani, hawapendani, wanachukiana. So ndio maana kila shetani, yani hakuna shetani asiyejua ushetani wake. Na wanawajibika. Kuna wakati huenda wakasailiwa, yani haya, leo umefanya kazi gani, shughuli gani umefanya, kila mmoja. Kuna wale wenye kukuletea kizuizi wewe na ibada kama swala vile, wao pia ni huo ndio ushetani wao. Kwa sababu unajua hata mwezi wa Ramadhani tunaambiwa pia sisi tuna ushetani wetu. Yani si shetani tu peke yake, kwa sababu wale hawako sasa. Kuna nafsi. Shetani binadamu, nafsi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu keshasema hakika ya nafsi inaamrisha maovu tu. Na mara nyingi utapata kwamba ni kwa sababu tunajidanganya ndio ushetani unadhihirika sana. Mfano wewe unajua vizuri, nikipatiwa pesa za watu, nikipatiwa amana ya watu, ndio siwezi kuiweka. Unajua hiyo ni changamoto, unajua ndio ushetani wako. Lakini wewe ukajiweka mweka hazina. Na unajua kabisa umeharibu. Sasa hapa ndo unajua kila mtu Abu Ndiyo. ana uovu wake. Yani kila mtu anafanya uovu na anajua kabisa anachokifanya si sahihi. Wewe unajua vizuri. Wanawake wakipita tu pap. Ndio unawafuata. Unajua tena. Alafu unakaa barabarani. Tuna ile tabia mtu anakuambia unajua bana mimi udhaifu wangu mkubwa. Anakuambia kabisa mimi udhaifu wangu mkubwa ni huo. Ndio. Lakini still kama ulivyosema, wewe unajijua una allergy na hela na unaenda kujiandika wewe ni treasure mweka hazina. Unajua una allergy na wanawake na ndio barabarani hutaki kuondoka. Umeona si ndio? So ndio hapa kila mtu anafanya ana uovu wake na anajua kabisa anachokifanya kwa sisa hii. Na hakuna anayefanya mabaya kwa ujinga tu. Lakini mara nyingi ni kwa makusudi na kwa kufuatia matamanio. Kama tulivyosema kwa mfano sasa hivyo ulivyosema kwamba huo ndio mfano mzuri sana. Wewe unajijua huwezi kuongoza, kwamba mimi mwenyewe kujiongoza sijielewi, sijifahamu, sijitambui. Lakini ndio wa kwanza wewe unapigania uongozi. Kwamba hapa nipeni mimi hapa. Umeona si ndio? Sasa haya ndio mambo ambayo tunaangalia na katika kwa wazo letu la siku kwamba ukiangalia kwa mafunzo, kwa mfano tusidanganyike na watu, tusidanganyike na watu wanaojifanya wema ili hali ndani wanapanga mabaya. Na kwa mfano wa hili, mfano ulio hai wa hili jingine, Ndiyo. Kuna Waswahili walisema hakuna mtu mjinga au hakuna mzuka. Unajua hakuna mtu mjinga, yani ni mtu kujifanya tu, yani yeye aamue tu kwamba mimi wacha nijifanye niwe mjinga wa hili. Sasa nyinyi mnamuona mjinga, lakini wajinga ni nyinyi. Na mtu mbaya hubaki na ubaya wake hadi pale aamue kubadilika. Ndio.
mpaka atakapoamua kubadilika mwenyewe, kwa sababu hata hili Mwenyezi Mungu mwenyewe ameliweka kwenye mikono yako wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu asema hatuwezi kubadilisha umma mpaka ule umma ubadilishe yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Na ni muhimu sana kuwa makini na kuchagua marafiki na watu ambao tunawaamini. Lakini pia katika maisha watu wengine wanafahamu makosa yao lakini wanaendelea nayo. Sasa hapo ndo unakuta kwamba hapo nikakwambia hakuna mtu mjinga. Mtu anajua kwamba kabisa hili ninalofanya ni makosa. Ndio, na anafanya. Lakini analifanya, analikariri, analirudia. Ndio shetani huo. Sasa ndio ushetani wako sasa unadirika. Alafu nadhani kwamba inatufunza kwamba tusipuuze mapungufu yetu. Kwa sababu unajua shetani ni mapungufu. Sasa kabisa. Kwa na hasira ni mapungufu. Pengine unapenda vitu, pengine unapenda pombe sana. Sawa? Ukiona tu klabu karibu. Ukiona pale mvinyo imeandikwa lazima uingie. Sana. Ishi mbali na vitu kama hivi. Sababu zitakusaidia kuepukana na. Lakini ukipuuza utajipata kwamba kesho utasema wacha niingie nipate mbili kidogo tu. Na ndio itakuwa 6. Sasa na ndio umeona tulipokuwa tunafafanua na tukasema kabisa kwamba mtu hubaki kuwa mbaya mpaka pale atakapoamua kubadilika. Kwa hivyo ipo nafasi ya kufanya nini? Ya kubadilika. Kuna watu hawadumu katika ubaya. Wanakuwa wabaya na wanaishia wakiwa watu wazuri tu. Maisha yao yanaisha wakiwa ni watu wazuri tu, na akawa wanasimuliwa kabisa. Ukasikia kwamba fulani bana, alhamdulillah usione hivi bana, ya Mungu ni mengi bana, kuku lake yai tu, huyu alikuwa hivi na vile na vile, kesha ua, kesha nyang'anya, lakini angalia sasa alivyoamua kubadilika. Kabadilika. Kwani kuna maimamu au mashehe wangapi ukiambiwa historia zao kwamba kuna shehe ukiambiwa huyu alikuwa DJ wewe huamini. Na alikuwa DJ kabisa, alikuwa klabu akipiga muziki tena akisifika top kabisa. Lakini sasa ni imamu wa msikiti. Umeona sasa mambo vile alivyo. Kwa hivyo ipo nafasi ya kubadilika. Life is a choice. Ndio maana unaona kuna rehabilitation center ambapo watu wanakwenda pale kurekebisha tabia. Wanatumia pesa nyingi nini, lakini mtu ameamua niende pahali ambapo hizi vitu sitaviona kwa sababu ndio nataka kutoka, nataka kujiondoa, nataka kuziwacha. Lakini nikipatana nayo najipata kwa ile mtego. Ama marafiki ama unajua hawa marafiki hawa ndio wanaonisababishia mimi kila nikitaka kuachana na haya makosa au hizi dhambi, hawa ndio wanaonisukuma. Kuna watu saizi mtu anakwenda anajenga mbali kabisa na barabara. Mbali kabisa. Anakwenda anaishi huko, kama ni mboga zake anapanda, kama ni chakula anakula zile vyakula anaweza kupanda na kuweza kulea kama ni vifugo na nini. Si kwa sababu ya nini, anajua kuna uraibu fulani nataka kuihepa. Lakini nikiona duka tu hivi, mimi na sigara siwachi. Sasa afadhali nikuwe mbali na sigara. Saa 6 na usiku nikisikia kiu, nakumbuka kuna fisi barabarani. Unarudi unalala. Uwezi kwenda. Vizuri sana msikilizaji. Ni kwa sikila anayekutabasamia msikilizaji anakutakia mema. Kuna wanaojua kabisa wanachokifanya ni kibaya lakini wanaendelea nacho. Hivyo kuwa macho sana, simama kwenye haki na muombe Mwenyezi Mungu akupe utambuzi wa kutofautisha mema na mabaya. Tuliwaze wazo letu la siku kutoka kwake Guru Ustadh Wala bin Wala. Wazo la siku limeletwa kwako kwa hisani ya Pembe Flour Mills. Pembe Flour Mills, kampuni iliyohodari kwa usagaji wa ngano, mahindi na lishe kwa mifugo. Na msikilizaji, 48 baada